Baada ya ukimya mrefu wa serikali ya Samia kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, hatimaye serikali kupitia Waziri Katambi imevunja ukimya na taarifa za matumaini kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Wengine wamezitafsiri taarifa hizi za serikali kama habari njema leo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi sasa amefichua kinachoendelea katika uchunguzi wa kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole mwaka uliopita, na kilichotangazwa leo na serikali kimeibua mjadala mzito mtandaoni. Ripoti hizi za hivi punde kumhusu Polepole zinatofautiana kabisa na ripoti za awali za baadhi ya wafuasi wa serikali ya CCM waliodai Humphrey Polepole amejificha nje ya nchi wala hakutekwa nyara. Kabla ni kutaarifu taarifa hizi ambazo wengine wanaziona kama taarifa njema kutoka kwa serikali, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Hatimaye serikali imeacha kubaki kimya, na kwa kuzungumza kwa serikali ya Samia leo kumhusu Humphrey Polepole kumeleta matumaini kidogo. Siku 274, huo ndio muda ambao Humphrey Polepole amekuwa akitafutwa bila mafanikio, na leo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza mbele ya umma wa Tanzania na kuambia Watanzania kuwa uchunguzi kumhusu Polepole bado unaendelea. Hakuna hitimisho alilolitoa, hakuna mtuhumiwa ambaye amesema amekamatwa au kupatikana, hakuna eneo lililothibitishwa alipo Humphrey Polepole, hakuna taarifa ya uhakika kuhusu hatima yake Polepole. Miezi 9 tangu mwanasiasa huyo atoweke nyumbani kwake wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, alfajiri ya Jumatatu Oktoba tarehe 16 mwaka 2025. Msimamo rasmi wa serikali kupitia Katambi ni kwamba bado kesi hiyo inachunguzwa na bado suala hilo linafuatiliwa na vikosi vya usalama. Waziri Patrobas Katambi akizungumza katika mahojiano maalum aligusia suala la kutoweka kwa Humphrey Polepole kama sehemu ya mjadala mpana zaidi kuhusu matukio ya utekaji nyara nchini Tanzania. Na kauli yake Patrobas Katambi inafichua mengi kuhusu jinsi serikali ya Samia inavyolichukulia suala la matukio haya ya kutoweka kwa watu maarufu, vilevile kuhusu kesi mahususi ya Humphrey Polepole. Waziri Katambi alianza kwa kutoa hoja thabiti kwamba matukio mengi yanayoelezewa kama utekaji na kuhusishwa na serikali baada ya uchunguzi wa kina yamebainika kuhusiana na migogoro binafsi kati ya raia. Alitaja matukio mahususi. Alisema wakati James Temba alipokatwa kichwa, watu walisema serikali ndiyo iliyohusika. Wakati Super Sami alipotekwa, watu walisema serikali ndiyo iliyohusika. Matukio kama yale ya Bonge wa Kimara na Tarimo yalipojitokeza, watu walisema serikali ndiyo iliyohusika. Na katika kila tukio kati ya hayo, alisisitiza ukweli ulikuwa tofauti kabisa, haikuwa serikali imehusika kabisa. Hoja hiyo inastahili kuchambuliwa ili kueleweka vyema kwa uhalisia wake na mipaka yake. Ni hoja yenye mashiko kwamba kuhusisha serikali na matukio makubwa ya kutoweka kwa watu kunaweza kuwa na makosa, na kwamba mtazamo wa umma wakati mwingine hutangulia ushahidi uliothibitishwa. Lakini pia ni mtindo wa hoja ambao ukitumika kwa ujumla wake unaifanya serikali isiweze kuwajibishwa kwa lolote, kwa sababu kila tuhuma inaweza kuwekwa kwenye kundi la kesi ambazo tuhuma za awali zilibainika kuwa si za kweli. Kuwepo kwa tuhuma zisizo sahihi katika kesi za nyuma hakudhibitisha kutokuwa na hatia katika kila kesi ya baadaye. Na mtazamo wa Patrobas Katambi unatumia mantiki hiyo kwa suala la kutoweka kwa Humphrey Polepole bila kuelezea ni nini hasa uchunguzi umegundua katika siku hizi 274 ambazo umekuwa ukiendelea na tangu Humphrey Polepole atoweke katika hali ya kutatanisha. Waziri Katambi alikiri kwa uangalifu kwamba watumishi wa serikali hawako juu ya kukosolewa. Alisema inawezekana kwa mtumishi wa serikali kutenda kosa kutokana na chuki binafsi bila kuagizwa na serikali yenyewe. Alitaja visa ambavyo maofisa walibainika kufanya makosa na kukabiliwa na hatua za kinidhamu. Kukiri huko ni jambo muhimu kwa sababu kunaonyesha kuwa serikali haidai kuwa taasisi zake haziwezi kufanya makosa. Kuhusu suala la Humphrey Polepole hasa, Katambi alinukuu msimamo wa mwisho rasmi kutoka kwa vyombo vya usalama kwamba uchunguzi na kazi ya kukusanya taarifa za kiintelijensia zinaendelea. Kisha akaongeza jambo ambalo katika muktadha mwingine lingeweza kuonekana kama kukiri waziwazi
wazi kwa kuchanganyikiwa, lakini katika muktadha huu linaonekana kama kauli ya ajabu kuhusu kesi ambayo imechukua muda wa miezi 9 ya umakini wa taifa. Alisema chanzo kimoja kilidokeza kwa Polepole hakuwepo nchini, huku chanzo kingine kikisema alikuwepo nchini. Kwa hiyo alisema iwe hilo ni kweli au la, uchunguzi unaendelea. Hebu tuwe wazi kuhusu maana ya jambo hili. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, miezi 9 baada ya mwanasiasa maarufu kutoweka, anaiambia Tanzania kwamba serikali haijui kama mtu huyu aliyepotea alikuwa ndani au nje ya nchi. Haina taarifa za uhakika kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole. Haina ratiba ya matukio iliyothibitishwa. Ina taarifa zinazokinzana kutoka vyanzo mbalimbali na uchunguzi unaoendelea ambao haujatoa hitimisho lolote kwa umma wa Tanzania baada ya takriban robo tatu ya mwaka. Katambi pia alitoa hoja aliyoionyesha kama uwiano wa kifikra kwamba kwenda kwa kasi mno kuna hatari ya kukandamiza haki za watu, huku kwenda taratibu mno pia kukinyima haki hizo. Lakini mtazamo huo unapotumika katika kesi ambayo imechukua siku 274 bila hitimisho la umma au uchunguzi kupata matokeo, unatumika kama uhalalishaji wa kuchelewesha mambo bila uwajibikaji, ukifunikwa na lugha za kuzingatia taratibu kwa umakini. Sasa hebu tuweke suala la kutoweka kwa Polepole katika muktadha kamili wa hali ambayo Tanzania imekuwa ikipitia tangu Oktoba mwaka 2025. Humphrey Polepole alitoweka siku 4 kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba, uchaguzi ambao matokeo yake yalisababisha vifo vya Watanzania wengi vilivyothibitishwa, kuzimwa kwa mtandao wa intaneti nchi nzima, kulaaniwa kimataifa na mgogoro wa kisiasa ambao bado haujatatuliwa miezi 9 baadaye. Muda wa kutoweka kwake katika siku chache kabla ya uchaguzi huo haujawahi kuelezewa na chanzo chochote rasmi. Hakuna mtu aliyefunguliwa mashtaka, hakuna mtu aliyetajwa jina, na familia, wafuasi na umma unaofuatilia swala hilo la Polepole hawajapokea chochote kutoka serikalini zaidi ya udhibitisho wa mara kwa mara kwamba uchunguzi bado unaendelea. Humphrey Polepole si kesi ya pekee katika mazingira ya sasa ya kisiasa nchini Tanzania. Mwenendo huu wa watu kutoweka kabla ya mamlaka kukiri rasmi suala hilo umerekodiwa katika matukio kadhaa hivi karibuni na viongozi wa upinzani pamoja na wanasiasa wa chama cha upinzani. Kisa hiki cha Humphrey Polepole ndicho cha muda mrefu zaidi na ambacho hakijapatiwa ufumbuzi miongoni mwa visa hivyo vyote. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa hizi na matokeo ya uchunguzi kuhusu kesi ya Humphrey Polepole, na pindi tu uamuzi rasmi utakapofikiwa katika uchunguzi wa kupotea kwa Humphrey Polepole, mtu yoyote atakayetajwa akifunguliwa mashtaka kuhusiana na suala hilo la Polepole au taarifa zaidi kuhusu mahali alipo Polepole zitakapoweza kupatikana, tutakuletea taarifa hizo mara moja hapa ndani ya Simulizi Media. La sasa mtazamaji, ni kuambie tu maoni na mtazamo wako ni muhimu katika taarifa au video hii. Hivyo basi upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii niandikie mtazamo au maoni yako kuhusiana na suala hili la Humphrey Polepole na matokeo au uchunguzi ambao unaendelea uliotangazwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.